Sisi tuko vizuri Kamwe, na yote kwa yote hongereni Kamwe, mmeitikia wito wa bodi ya ligi. Shukran sana. Na Ali, wito huu mmeuitikia kwa 100%. Na swali langu la msingi, kwa hayo ambayo mtakayo yajadili, wasikilizaji wetu wanataka kusikia hapa, mtacheza Juni 15? Kwanza sisi hatujui yapi yanakwenda kujadiliwa. Sisi tumeitwa kwenye kikao na kama uongozi wa klabu Young Africans, jambo la busara ni kutii huo wito, kwenda kusikiliza kile ambacho bodi ya ligi wametuitia. Kwa hiyo tukishasikia sasa ndio tutakuwa kwenye nafasi ya kuamua hilo ambalo unalisema. Lakini msimamo wenu uko pale pale mpaka sasa? Haujafutika wala kubadilika hata nukta. Vile ulivyoandikwa ndivyo ulivyosomeka mpaka sasa hivi. Lakini mazungumzo huko yanaweza kubadilisha msimamo wenu? Sijui sasa ni mazungumzo ya namna gani. Yahusuyo masuala ya mchezo. Yahusuyo masuala ya mchezo. Acha tukayasikiliza sasa. Namba 184. Yes. Acha tukayasikilize kwa sababu sisi tumeshatoa mwongozo wetu, shatoa direction yetu, matakwa yetu yameshawekwa mezani. Kwa hiyo mengine kama ni kusikilizwa, ni kufanyaje, hizo ni taratibu nyingine. Lakini kuhusu msimamo ulishatoka wa klabu. Na kitendo cha kuitikia wito ni ishara tosha kabisa kwamba mmechutama. Ndio tafsiri ambayo uko nayo. Nimekuuliza wewe. Kama ndio tafsiri ambayo uko nayo, basi mimi sina haja ya kuingilia kwenye mtazamo wako, Sheikh wangu. Sisi tumepewa wito na tumekwenda kusikiliza huo wito. Na tunatamani busara itumike ili mambo yawe sawa sawa. Busara itumike unatamani? Ndio. Sawa. Kwa pande zote mbili muelewane, mkubaliane ili Juni 15 mbungi ipigwe. Unatamani? Natamani. Sawa. Ali, asante sana. Inatosha asubuhi ya leo. Tutazungumza baada ya kikao hicho. Shukrani. Haya, huyo bwana. Wanakwenda kwenye kikao. Ndio. Na wanatanguliza maslahi mbele ya klabu. Hiyo ndio kauli ya Yanga siku zote, kwamba maslahi ya klabu kwanza, na maslahi ya klabu ni kutokucheza. Kwa hiyo wao hakuna kucheza. Ndio. Mimi nachotaka kuona ni hizo kanuni ambazo waliziweka zinaweza kutoa hukumu. Nimemuuliza maswali mengi sana, lakini swali ambalo nilikuwa nataka tu kufahamu, mpaka kufika sasa wanaingia kwenye kikao, msimamo wao hatuchezi. Yaani wao wametikia wito, hawawezi kubali maneno, pia inawezekana. Kuna kauli inasema itikia wito kataa maneno, inawezekana wakakataa wanachoambiwa. Hawajagomea mamlaka. Hawajagomea mamlaka. Ila kitakachozungumzwa ndani ya kikao huenda ndo wakapingana nacho. Unajua hichi kikao Yanga walitakiwa kuitwa mapema. Yaani mapema. Kwa sababu unajua kwa sababu ukiwaambia kwamba okay, tumieni busara, chezeni mechi tarehe 15. Leo tarehe ngapi Juma? Tarehe 9. Ile ni mechi ya dabi. Watu watakwambia hatuna maandalizi. Kwa sababu kama ni hichi kikao, bodi ya ligi walitakiwa kuwaita Yanga baada ya mechi kuahirishwa tarehe 8. Kwa kujibu hivyo itakuwa ni kiburi sasa. Kwa sababu leo tarehe 9 game tarehe 15 unasema hatuna maandalizi, unataka maandalizi ya mwezi mzima. Unajua kwa sababu gani? Pomkai. Naam. Ili jambo limetokea tarehe 8. Naam. Na baada ya kutokea tarehe 8 ulikuwa ni mvutano. Ukifanya research mpaka leo Yanga hawajui ni nini kilitumika kuahirisha ile mechi. Yaani ukifanya research hawajui ni nini na ni kanuni zipi zilitumika kuahirisha hiyo mechi. Huko kwa hiyo kilichotakiwa kufanyika baada ya tarehe 8 mechi kuahirishwa, bodi ya ligi walitakiwa kuwaita Yanga mezani. Bwana, tarehe 8 ilitokea hivi na hivi na hivi, mechi ikaahirishwa. Lakini tunapanga tarehe nyingine ya mchezo. Waliosababisha mechi inaahirishwa ni hawa na hawa. Walitukosea, sijui mabouncer, sijui nini. Tumewatandika adhabu. Jipangeni kwa ajili ya tarehe 15 mechi itachezwa. Lakini toka tarehe 8 mwezi wa 3 hakuna ripoti, ni mavutano mtandaoni. Yanga wanasema hatuchezi, bodi ya ligi wakipigiwa wanasema hatujapokea barua rasmi kutoka Yanga. Leo tarehe 9, bado siku 6. Of course unaweza kuhesabu hata siku 5. Unawaita watu kikao ndo wakae kwa ajili ya kujadili na kuwaomba wacheze mechi. Wakikudindia ni kiburi hicho.
kwa sababu kama ni busara itakiwa kutumika toka mapema, lakini watu wamedelay. Ilibidi watu waitwe, waliofanya makosa waadhibiwe, lakini mpaka leo hakuna ripoti yoyote iliyotoka. Kwa nini mechi iliahirishwa? Watu hawajui. Kuna watu wamelipa tiketi zao, watu walisafiri. Mtu amelipa tiketi za familia watu 8, amesafiri kutoka Manyara, ametoka Bukoba, amekuja kuangalia mechi. Mpaka leo anasikia taarifa kwamba Yanga hawachezi. Bodi ya ligi huko wanasema mechi ipo. Mpaka leo hawajui ni nini kinaendelea. Hivi vitu bodi ya ligi wamevichelewesha wao wenyewe. Kwa hiyo hata wakidindiwa ndo tunarudi kule, watatumia kanuni kuadhibu Yanga wakati hawakutumia kanuni kuahirisha mechi ya tarehe 8. Mimi naomba niulize kitu Hans. Wewe ni miongoni mwa watu ambao wanaamini kwamba bodi ya ligi haikutumia kanuni kuahirisha ile mechi ya tarehe 8? Kwa sababu ukitazama press release iliyotoka na bodi ya ligi siku ya tarehe 8 mchana, wanasema Simba aligomewa kufanya mazoezi a day before. Kabla hizi sababu nyingine ambazo zilikuja kutoka baadaye, ambayo kikanuni ukienda kuangalia hiyo sio sababu ambayo ilipelekea mechi. Na huko tulishajadili. Of course